Ndiyo, mimi kwa majina naitwa Henry Afya, natokea kampuni ya Bright Future ambayo tunahusika na utoaji wa huduma za kiafya. Na kampuni yetu tumekuwa tukisaidia sana maradhi ambayo sio ya kuambukiza, yani magonjwa yanayotokana na matatizo ya mfumo wa maisha, yani lifestyle ya kila siku. Kwa tunakaribisha sana. Sawa. Ndugu hapo? Okay, kwa majina naitwa Paul, lakini pia ni mfanya biashara, lakini pia ni mshauri wa afya, hasa kwenye upande wa magonjwa kama magonjwa ya uzazi kwa wanawake na wanaume. Toa ushauri pamoja na tiba ambayo inahusisha supplement. Yes. Tuanzie hapo tulipo kwenye supplement. Yes, supplements. Virutubisho. Ni virutubisho. Yeah. Okay. Kikubwa hasa leo ambacho umekuja nacho dokta? Ndio, leo kikubwa tumekuja kutoa elimu na kutoa fursa kwa watu wengi ambao wana matatizo ya kiafya. Na kubwa zaidi ambayo tumekuja kuzungumzia, tumekuja kutoa elimu jinsi gani unaweza kuzuia magonjwa ambayo sio ya kuambukiza bila kutumia haya madawa hatarishi. Tunaweza tukatoa elimu ambayo itakusaidia msikilizaji jinsi gani unaweza ukajitibu kutumia virutubisho vya kila siku ambavyo vinapatikana, lakini ukiachana na virutubisho ni namna gani ya mfumo wa maisha utaufuata ili kuzuia haya magonjwa yasiyo yanajirudia katika afya yako. Ulizungumzia swala zima la afya ya uzazi wa mwanamke? Ndio. Afya ya uzazi wa mwanamke hii ipo vipi? Afya ya uzazi wa mwanamke ni jinsi mwanamke anavyojitegemea katika kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho ya uzalishaji. Hiyo ni afya ya uzazi wa mwanamke. Lakini pia kuna afya ya uzazi wa mwanaume. Ukiangalia hiyo ni mifumo miwili tofauti ambayo inajitegemea. Kwenye afya ya uzazi wa wanawake kumekuwa na magonjwa mengi sana. Kuna magonjwa ambayo sio ya kuambukiza na kuna magonjwa ambayo pia ni ya kuambukiza. Magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, nadhani umesikia ndugu mtangazaji pamoja na msikilizaji, kuna magonjwa kama fangasi, PID, UTI sugu. Unajua ni magonjwa ambayo yameonekana ni magonjwa ya wanawake. Mfano kama ukisikia fangasi na UTI. Fangasi na UTI mwanaume anaweza kaumwa na mwanamke pia anaweza akaumwa. Lakini hii imeonekana ni shida sana kwenye afya ya uzazi wa wanawake. Kwa sababu structure ya mwanamke ni tofauti na ya mwanaume. Hiyo ndio imepelekea magonjwa yameonekana kama ni ya wanawake peke yake. Japo ukisikia ugonjwa huu wa PID, huu ni ugonjwa wa wanawake peke yake. Lakini kuna maradhi ambayo ni ya wote wawili lakini yameonekana ni shida sana kwa wanawake kwa sababu ya mfumo wa maisha. Wanawake wengi wa siku hizi hawafundishwi jinsi ya kujisafisha, hawafundishwi jinsi ya kujitunza. Mwanamke unakuta anavyoenda kujitawaza, anapotoka ile haja ndogo, unakuta anaanza kujitawaza eneo la nyuma, anakuja mbele. Kumbe pale anapojitawaza eneo la nyuma kuja mbele, anachukua wale bakteria wa nyuma analeta mbele. Ndio maana umeonekana huu ni ugonjwa wa wanawake. Lakini tofauti na mwanaume, haya magonjwa anaweza kayapata tu sehemu ya zinaa. Ndio maana yameonekana ni magonjwa ya wanawake. Lakini pia hata ukiangalia structure ya mfumo wa uzazi wa mwanamke, yani ule mfumo jinsi ulivyo, muonekano wake. Structure ya ukiangalia hata mrija wa mkojo kwa mwanamke ni mdogo tofauti na mrija wa mkojo kwa mwanaume. Ndio maana kwa mwanamke inatumia muda mchache sana yule bakteria kufika eneo la tukio kumshambulia. Tofauti na mwanaume inachukua muda mrefu. Lakini pia mwanamke anapata matatizo kwa sababu ana vipindi vitatu katika kila mwezi. Anavyoingia siku zake ana vipindi vitatu kila mwezi. Ana kipindi kile cha damu, kipindi cha hedhi, ana kipindi salama na ana kipindi cha hatari. Sasa katika kila hivi vipindi lazima mfumo wake huo unajisafisha wenyewe. Kila kipindi mfumo huo unajiweka sawa. Kila kipindi. Sasa kama hajui jinsi ya kujitunza,
mwanamke huyu tunatarajia atakuwa ni muhanga wa haya matatizo. Na kweli wanawake wengi siku hizi wamekuwa ni wahanga wa haya matatizo. Ni kurudisha hapo kidogo. Ndio. Umesema kwamba magonjwa yanashambulia sana wanaume kabisa. Lakini nimezungumzia kwenye upande wa fangasi na UTI. Ukiona mwanaume anaumwa fangasi na hayupo kwenye mahusiano, ujue mwanaume ni mchafu. Yani huo ni mchafu direct. Maana yake aidha hajisafishi vizuri anapotoka kujisaidia na yeye. Lakini pia unakuta, unajua sisi wanaume pia tuna ile tabia fulani kwamba tushaona kwamba ukiwa mchafu ndo unaonekana mwanaume lijali, si ndio? Kwamba usipofua nguo, yani ukionekana rafu, kumbe haitaki kuwa hivyo. Unakuta wanaume wengi zile nguo za ndani na yenyewe hazisafishi vizuri, unakuta hawazifui. Mwingine unakuta akitumia hizi boxer, mnaita boxer, anavaa mwaka na miaka habadilishi. Kumbe kuna baadhi ya vitu unatakiwa uwe smart ili usipate haya maradhi. Sometimes hata sisi wanaume sehemu zetu za siri unapotoka kujisafisha inabidi uzikaushe ziwe kavu. Yani ziwe safi na ziwe kavu. Sasa hali majimaji yanapobaki na ule unyevunyevu unapobaki unasababisha magonjwa baadaye kutokana na hali za joto. Ukiangalia mavazi mengi tunavaa jeans, si ndio? Tunavaa cadet, tunavaa nguo ambazo hazipitishi hewa. Kwa hiyo kupata haya magonjwa, ukiona mwanaume anapata magonjwa ya kujikuna, magonjwa ya fangasi au UTI, na yeye pia ana tatizo la kiusafi. Ila mwanamke atapata haya magonjwa ikiwa ana tatizo la kiusafi, ikiwa ana tatizo la kujitunza, hajitunzi vizuri, lakini pia mwingine anayapata kutokana na mfumo wake sasa wa maisha kiujumla na tabia. Kuna wengine pia ndio hivyo, wana tabia za kuchanganya mahusiano. Kwa hiyo kwa mwanamke ana njia nyingi sana za kupata, ila mwanaume ana njia finyu sana za kupata haya magonjwa. Okay. Ndio. Hiyo